Mwaka huu unapoelekea kukamilika, kuna masuala mengi tu ambayo Wakenya wataishi kuyakumbuka maishani, kama kisa cha kuaga dunia kwa jenerali wa majeshi Francis Omondi Ogolla. Rais William Ruto akiwa kwenye ikulu ya Nairobi ilitangaza kifo chake kwamba aliaga kwenye ajali mbaya ya ndege kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet. Alizikwa nyumbani kwake kwenye kaunti ya Siaya kwenye eneo bunge la Lego Usonga. Rais William Ruto alimteua John Ombenda kuongoza jopo kazi ambalo lingechunguza kifo chake kwa muda wa miezi 6. Hilo likapita likatoka kilini mwa Wakenya. Kukawa na mswada tata wa mwaka wa 2024-2025. Wakenya hasa vijana wa kizazi cha Gen Z wakighadhabishwa na mswada huo. Hata baada ya bunge kulipitisha, Wakenya walianza maandamano makubwa huku wakimshinikiza Rais William Ruto kufutilia mbali mswada huo. Walifuza hadi bungeni na kuteketeza hata sehemu ya bunge hilo. Wabunge pamoja na maspika wa bunge yote mawili wakikimbilia usalama wao. Hatimaye Rais William Ruto alitoa hotuba ya kughadhabisha akisema kwamba wale ambao walihusika kwenye kisa cha kuchoma bunge watachukuliwa hatua za kisheria. Ilimlazimu kufutilia mbali mswada huo wa fedha, ambapo Wakenya walionyesha furaha yao, lakini bado vijana wa kizazi cha Gen Z wakaghadhabishwa na hatua hiyo. Bado akaendelea kumshinikiza Rais William Ruto kufanya mageuzi kwenye baraza lake la mawaziri. Rais William Ruto alivunjilia mbali baraza lake la mawaziri, huku akawateua wanachama 5 wa ODM kuhudumu kwenye baraza hilo, ambao walikuwa ni John Mbadi, Opiyo Wandayi, Hassan Joho, Wycliffe Oparanya pamoja na Beatrice Aston. Ruto alizidi kuitetea hatua hiyo akisema kwamba ni ya kuunganisha Wakenya wote. Lakini hili wakati huo lilionekana kumghadhabisha aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, huku akisema kwamba watu kutoka eneo pana la Mlima Kenya walikuwa wamenyimwa nafasi kwenye baraza hilo. Mbunge Mungi Mutusi aliwasilisha hoja bungeni akitaka Rigathi Gachagua kubanduliwa. Mwishowe akabanduliwa na mabunge yote mawili, lile la kitaifa pamoja na lile la seneti. Hatua yake ya kujitetea kwenye mahakama haikufua dafu. Eric Ogolla, Frida Mugambi na Anton Murima wakijitokeza na kuruhusu kuapishwa kwa Kithure Kindiki ambaye alikuwa waziri wa usalama wa ndani kuwa naibu wa rais. Gachagua akasalia tu kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza. Hii sitoshe, sijui kama unakumbuka kisa cha kuchomeka kwa shule ya msingi ya Endarasha. Rais William Ruto akitangaza siku 3 ya kuomboleza wanafunzi waliochomeka kwenye mkasa huo mbaya wa moto. Ni mwaka huu tu pia ambao tulishuhudia mgomo mkubwa wa walimu wa KUPPET, shughuli za elimu zikiathirika. Hatimaye Akelo Musori alitangaza kwamba walimu wote warejee shuleni, lakini bado shughuli za elimu zilizidi kutatizika, kwani hapo nyuma kulikuwa kumeshuhudiwa na mafuriko makubwa. Rais William Ruto akilazimika kusongeza kufunguliwa kwa shule, lakini wiki moja baadaye shule zilifunguliwa. Tumeshuhudia pia mgomo wa madaktari mwaka huu, shughuli za afya zikitatizika kwenye hospitali za umma. Mwaka wa 2025 ni mwaka ambao Wakenya wana imani kwamba utakuwa ni mwaka wenye manufaa mengi, lakini pia tutarajie tsunami kubwa ya kisiasa. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akitangaza kuwa atatoa mwelekeo wake wa kisiasa pamoja na mwelekeo wa watu kutoka Mlima Kenya kisiasa humu nchini. Meme ni Stanley Otieno na kutakia sherehe za mwaka mpya za kufana.